Kwani Masanja mkandamizaji anakuamini sana wewe? Masanja ananiamini kwa sababu kati ya watu ambao anawategemea kwa mambo mengi sana, na mimi ni mojawapo. Kiwepo mojawapo ya ushauri, ni mimi mojawapo, lakini pia nimemtengenezea nyimbo yake ambayo anatumia kwenye project ya Shamba Tour. Bwana wewe. Na ilikuwaje ukamtengenezea ile nyimbo? Mimi baada ya kuona kwamba ile project ya Shamba Tour inaenda vizuri, watu wanaitikia, wanaenda wanajifunza kilimo na wenyewe wanakuwa wakulima wakubwa, ikabidi na mimi nitengenezee nyimbo ili ile nyimbo iwe soundtrack official ya nyimbo ya Shamba Tour, na yeye nipo mtumia nyimbo akaikubali, na sasa hivi ndo anayoitumia, ni official. Okay. Tuje kwenye masuala mazima ya muziki. Kuna mengi sana. Mimi nataka unifahamishe kwamba kwanza imewezekana vipi kufahamiana na watu kama kina Enos B? Nataka unipe historia ya Enos B yote full package. Sitaki uongee uongo. Nataka uongee ukweli. Okay. Twende kazi. Kuhusu historia ya Enos B, sawa? Enos B, mimi nimeishi Goma, mji wa Goma. Kongo, mji mmoja unaitwa Goma. Pale Goma nilienda kwa ajili ya nilikuwa nafanya kazi kwenye TV moja inaitwa Mishapi Voice TV. Boss wake anaitwa Delali Mnene, ni boss mkubwa tu. Unajua Kongo ukisikia mtu kwamba ni tajiri, ni tajiri kweli. Sio kama kubongo mtu anaduka, tajiri, yani kule tajiri mtu anaitwa pretre, yani mkubwa. Yani ni tajiri. Yani mtu akisha kule akiitwa tajiri akishimika ni tajiri. Kwa Delali Mnene alikuwa na biashara nyingi za ndege, za mabasi, za nini. Sema mambo alikuja aliingilia kwenye siasa, ndo mambo Rais Kabila alipokuwepo wakati huo, mambo yake ndo yakabuma. Sasa wakati mimi niko kule nimepelekwa na jamaa kule Kongo anaitwa Baraka Sunzu. Wakati huo tulipelekaga demo yetu Azam TV. Tulipofikisha pale Azam TV wakaikubali, lakini yule mshikaji aliyepeleka pale akakusana na jamaa huyo wa Azam. Ilikuwa zamani kabisa Azam ndio inaanza. Kwa jamaa akaondoka na hivyo vipindi, kaenda navyo Kongo akavirusha kwenye TV. Baada ya kuvirusha, kwa sababu mimi nilikuwa nimefanya vizuri, kwa ndo wakanipendekeza kwamba mimi nitoke huku niende pale Goma nikafanye kazi kule. Okay. Kwa baada ya kufika pale Goma, nikafanya kweli, nikawa stand, tulikuwa mastaa wakubwa kama kipindi cha The Comedy cha kina Masanja, kama ulikionaga. Kwa tulikuwa pale tumetrendi sana. Okay. Sasa katika kutrendi, kumbuka tulikuwa watu wawili. Huyo jamaa na mimi. Sasa mimi nikawa na nyota sana kumshinda yeye. Nikashine sana kumshinda yeye. Okay. Kwa kawivu kakaingia. Sasa wivu ulipoingia, akachukua pasipoti zangu za kurudia huku. Akaficha. Kwa akiamini kwamba siwezi kwenda kokote. Huyo jamaa ndo alifanya hivyo kwa sababu anakuonea wivu. Nani anaitwa? Anaitwa Baraka Sunzu. Na kwa nini alikuonea wivu? Mimi nilikuwa nang'aa sana. Kwa mfano tukienda sehemu tukikuta watu unasikia, Kobelo, yani mtu kama anakushabiki, Kobelo. Sasa yeye leo ikae na muuma. Baada hapo ikawaje? Sasa baada hapo aliponinyima pasipoti, nikaanza kufanya show. Nikifanya show napewa $10. Kama 10,000 ya huku tuseme. Nikipewa $10, nikimuuliza ndo anakuwa mbishi. Kwa hiyo ndo maana kaficha passport kwamba mimi siwezi kurudi, lazima nibaki kule. Okay. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi pale na shoot, kwa sababu tukifanya matangazo tunafanya tangazo afu na edit mimi. Sababu mimi ni edit, na edit mimi. Afu anakuja ananipa $10. Unaona? Yaani hela ndogo sana yulipi hata kodi wala nini. Kwa hiyo nikaishi hivyo. Baada ya hapo tukaachana mimi na yeye. Yaani kwanza pale mimi nikaishi maisha magumu sana. Sina hela, kwa hiyo ndo ananipelekesha jinsi anavyotaka, siwezi kurudi. Kwa sasa ikabidi alifanya kosa pale tulipokuwa tunafanya kwenye TV, alimpatia mwanafunzi ujauzito. Kwa baada ya kumpatia mwanafunzi ujauzito, tunajua ni kosa. Kule unafunga miaka 25. Alimwomba bosi hela. Kwa bosi akamwambia, kwani wewe ulikuwa una akili unalala na mwanafunzi? Kwa akamsusule msala. Baada ya kumsusule msala, yule jamaa akaondoka kwenye ile TV inaitwa Mishapi, akamea TV nyingine. Baada ya kuhamia nyingine, mimi nikabaki huku. Baada mimi kubaki huku, ndo mambo sasa tukawa tumepishana mimi na mshikaji. Baada kupishana hivyo, yeye kaenda huku, mimi nikabaki huku. Unajua sanaa ina mambo mengi sana, ina uchawi, sawa watu wanalogana. Alafu wakati huo mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa sielewi mambo yoyote ya duniani, sijui kuna nini. Maana nilikuwa zamani 2017 huko. Kwa mimi wakati nimebaki pale kwenye TV, nikabaki na jamaa mwingine anaitwa Mbukuli. Na ni comedian mkubwa sana pale. Kwa watu mimi walikuwa wananikubali, hata ma comedian wakulu wakiniona, Kobelo wewe ni mkali sana. Ndio kicho mhuzunisha pia yule mshikaji. Sasa huyo comedian Mbukuli ndo nasema sa uchawi yupo. Mimi nilikuwa sijui chochote wakati huo. Nilipokuwa nikimfuata nikimsalimia hivi, kafanya nikimwambia bonjour, nikimpa mkono, yeye anipe mkono. Ananipa 5. Sasa mimi nikajiuliza, mbona mimi nikimpa mkono ananipa 5? Kajua labda ndo tamaduni wake. Kwa hiyo mimi nikazoea nikawa nampa 5.
nampa 5, akinisalimia nampa 5, nampa 5. Sasa nikaja nikapata tangazo, wakala wa pikipiki mmoja inaitwa Aujini. Inatoka China, wakaniita wakanipa mimi huo wakala. Sasa huo wakala alikuwa nao huyo jamaa mwingine Mbukuli. Aliponyanganywa yeye nikapewa mimi. Kumbe baada ya kupewa mimi ikamuuma. Akasafiri. Akisafiri mtu mnafaka kwenye TV, kwa unaona vipindi vya na yeye anaruka live hairuki, inaruka nani marudio. Yanaruka marudio, anapita marudio. Sasa kanajisumbu kwa ameenda wapi? Mbona hapiti kwenye TV, anapita marudio? Hatujui. Siku aliyorudi. Sikarudi. Mimi nimetoka zangu ofisini, natembea, nikamkuta sehemu gari yake limeharibika. Kwa mimi nikamsalimia, nikampa 5, sijazoea 5. Nipompa 5 hivi. Hakukubali tena, akanipa mkono hivi. Aliponipa mkono hivi, mimi nikaondoka. Ila yani kuanzia siku hiyo mimi nikana shangaa. Naenda nashuka. Maana nikaanza kunywa pombe, unaona? Nikanywa pombe, nikalewa, nikalala nje, tukalewa na washikaji. Kuna mshikaji mmoja hivi alikuwa mwimbaji wake na Kofi, alikuwa amekuja huko kusondoa wale waimbaji wengi, unakuta anapata jimama. Alipata mama mmoja pale anafanya kazi UN, wenyewe wanaita Monisco. Siku kutana usiku wakanielewesha nikalewa. Asubuhi nikazima, watu wakaniona. Kwa mshikaji unaona alivyonipiga. Kwa hiyo nikamwambia nisipite kwenye TV miezi 6. Nikaenda hivyo, yani nikashuka. Kwa mimi niliposhuka mimi sikujua kwa sababu gani. Kwa mimi niliposhuka yule sasa mshikaji wangu alihamia TV nyingine, akaniambia wewe toka huko kwenye TV njoo huku. Nikakataa, nikaona siwezi kutoka pale kwa sababu kwanza nimesahau kitu. Bosi wangu baada ya kuona jamaa amenyang'anya vitambulisho vya kurudi huku, yeye ndo akanifanyia sio matajiri, akapiga maskari, bwana kuna ndugu yangu hapo ujifaka umepoteza. Nikamwambia yeye amepoteza vitambulisho hivi na hivi hivi na hivi na hivi, kwa akanitengenezea temporary ya kuishi mle. Sasa mimi nikajiuliza, nikitoka kwa huyu boss ndo kanitafutia temporary ya kuishi huku, nikahamia TV nyingine, yeye mwenyewe pia ataumia, anaweza atakaniripoti kwamba yule jamaa na vitu fulani, kwa hiyo mkamate. Mimi nikafungwa jela kule, na jela za kule ni mbaya. Kwa hiyo mimi nilichofanya, sababu je nilikuwa naenda, sababu boss wangu alikuwa amefungwa jela, ndo mkuu wa gereza. Kwa hiyo mimi nikaa naenda, tulikuwa tunaenda kumtembelea boss wetu. Kwa hiyo nilikuwa naona mazingira ya mle. Kwa sasa mimi baada ya kushuka hivyo, hadi yule jamaa Mbukula akaa akija ananikuta. Ananikuta ananishangaa, Kobelo umekuwa hivi siku hizi? Sababu niligeuka nikaa mlevi, unaona, sababu nilikuwa sipiti kwenye TV. Nilikuwa napewa shilingi 2000 ndio nile siku 3. 2000, yani 2000 ya huko naambiwa ule siku 3. Kwa hiyo yani nikachakaa, nikawa ovyo, na ukipita mtaani watu wakikwambia kwamba maana siku hizi huonekani, yani unajua unaweza kushangaa unajiua. Mimi kicho niokoa ni kwamba kule sio nyumbani, na mimi nikafanya faster nikarudi huko watu hawanijui. Baada ya kuendelea hivyo ikabidi sasa nitafute jinsi ya kurudi huko. Pale kwenye TV nikampigia boss, mimi nataka kurudi Tanzania. Boss naye akaa kama ananibinyia. Ila sasa mkuu wa TV alikuwa ametoka Uganda. Kwa hiyo anakaa anajua wewe huku sio kwenu, unaweza ukaenda kanifanyia mpango. Akaniambia mimi nitakupa $100. Hiyo $100 utakata passport ya kurudi Tanzania, kila kitu, hasa mambo mengine utajijua mwenyewe. Aliponipa hiyo $100, mimi nikavuka. Ni maana nilikuwa Goma, ni karibu na Rwanda, nilikuwa maana kule Kongo nilipata hadi uraia. Nikachukua ule uraia nikavuka nikaenda Rwanda, sababu anavukaga naenda Rwanda. Rwanda kuna magari ya huku Tanzania haya Azam. Nikaonyesha matangazo yangu, sababu nilikuwa na matangazo mengi nimefanya. Nikaonyesha, nikapa uhakika bana, mimi ni msanii kuja kutafuta maisha. Kwa hiyo mambo yameniendea hivi, aliyenileta huku kanigeuka. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba mnipe lift ya kurudi Tanzania. Au kunikunjia, akaniambia hatuwezi kukutupa sababu na wewe ni Mtanzania mwenzetu, kwa hiyo hamna shida, hatuwezi kukutupa, sisi tutakufanyaje, tutakupa lift. Kwa ndo akanipa lift, nikaja kwenye makontena. Kontena lile la baridi, unalala pale unasubiri, sababu gari pale iliharibika Rwanda. Na pale Rwanda nilipokuwa pale, haikutakiwa inchi ya pale ijue kwamba mimi ni msafiri, nasafiri kwenye ile gari. Kwa mchana naenda kuzurura, jioni ndo narudi. Maana kule Rwanda wana sheria, hawaruhusiwi mtu gari la mzigo kubeba abiria. Na kule Rwanda kuna sheria, ni kuna siku moja mimi yule jamaa aliyenifukuzaga kaenda TV nyingine, mimi nikabaki nyingine, alituma watu wakaja wakanipiga, wakanipa ngeo hapa usoni, nikaumia. Kwa hiyo nimeenda Rwanda kama kule, maana mnavuka mnaenda kama kula bata, nikaenda kule. Sasa nimefika kule, si nimezoea Tanzania, nikakataa kuvaa element. Jamaa akaniambia kama uvaa element ya upande. Nikamwambia unaona nimeumia. Akasema askari akinikamata nimekubeba una element, ataniambia kama umeumia huwezi kuvaa element, usichukue taxi. Kwa hiyo hata wakanikataa, lazima uvaa element. Kwa hiyo ikabidi ni vaa element hata na kidonda changu. Kwa hiyo kule kuna sheria kali. Sasa baada ya kuwa pale, wabongo wakakubali kunirudisha. Sasa niliporudi, wakati mimi niko Goma pale,
Enos B na ndugu yake anaitwa Jizo. Kama nasikia hapa nasikia anaanza anasema Jizo. Naisikiaga sana ile Enos B anaitajaga. Na nimeongea naye jana, akaniambia mkitaka interview poa mtampigia. Sasa Jizo mimi nilimwandikia nyimbo, sababu mimi naandika nyimbo. Nimeandikiaga nyimbo na ikatrend kule ya Kiswahili fasaha. Kwa mimi nilipofika huko akaniambia bwana Enos B anataka kuja Tanzania. Kuna yani Enos B unajua Enos B, ngoja nikupe historia ya Enos B. Enos B alikuwa anaishi kwa Icon. Icon kama unamjua, msanii wa Marekani. Alikuwa anaishi Marekani. Enos B kule Kongo alitokea kwenye shindano ambalo lilitokeaga Mayunga. Sijui inaitwa Airtel, sijui nini, Vodacom, sijui nini. So kumbuka Mayunga alishindaga akaenda naye akaimba na Icon. Sasa Enos B naye kule alishindaga hilo shindano. Yuko mdogo, ana miaka kama 12. Sasa baada ya kushinda akaenda akaishi Marekani na Icon. Kwa Icon akafundisha ujanja wa kula, akafundisha kila kitu, ndo akarudi sasa Kongo kujitegemea kimuziki. Kwa hiyo Enos B alikuwa na mangoma na Icon, alikuwa na ngoma na Koffi, ngoma na Fally. Kwa baada ya kuwa yuko kwa anajulikana na Ufaransa hapa akaniambia anataka kujulikana wapi? East Africa. Sababu East Africa ni sehemu ambapo wanaongea sana Kiingereza. Sasa anajulikana nchi za Kifaransa. Okay. Kwa mimi nikamwambia poa. Akaniambia kwa kakake sasa akasema alikuwa anataka aje afanye media tour huku. Akaniambia utampokea, utamtembeza kwenye media. Nikasema poa. Kwa hiyo nikachukua akanipa, sababu mimi nilikuwa naishi Goma, Enos B alikuwa anaishi Kinshasa. Unajua Goma na Kinshasa ni nchi moja, lakini Goma ikiwa saa moja Kongo ni saa 2. Na pale Goma ni Kongo mle, lakini hauwezi, hakuna gari linalotoka pale inaenda Kinshasa. Okay. Ni mbali sana, kwa lazima upande ndege. Kwa hiyo Enos B yuko Kinshasa, brother zake yuko Goma, ndio anafanyia shughuli zake za muziki. Sababu Jizo ni producer mkubwa, ashafanya kazi na Davido, ashafanya kazi anafanya na Maombi, ashafanya kazi na producer kibao. Kwa mimi niko huku nikasiliana na Enos B. Enos B akanambia, bro mimi nitakuja. Akaniuliza mimi nataka nijulikane East Africa na kuaje. Kwa sababu wakati mimi nilipotoka Kongo nilikuwa nafanya comedy. Nilikuwa nafanya kazi na dada moja Black Pass. Black Pass walikuwa organize kama kiziwi. Nilikuwa pale kwenye ile media sababu boss wao alikuwa ni mshikaji wangu. Kwa hiyo niko pale pia Enos B anaona clip zangu mtandaoni, si unaelewa ndio hivyo. Kwa sasa Enos B tukakubaliana tuitafute East Africa, sawa tukapanga, akatoa ngoma inaitwa Daniel Chance ya Kifaransa. Alipotoa ile ngoma mimi nikaikubali. Nikasema mwanangu ngoma kali, hata kama ni Kifaransa lakini inaweza trend huko. Kwa hiyo mimi nikaichukua, nikaikata kipande. Ushahidi ninao, nikaikata kipande. Nikaiweka kwenye Instagram yangu, nikamtagi Jacqueline Wolper. Yaani kama Mungu Jacqueline Wolper naye kachukua kipande kapost kwenye account yake. Nika screenshot nikamtumia na sababu nikamwambia unaona udada ni msanii sana mkubwa huko Tanzania, kaposti nyimbo yako. Akanambia kweli Akanambia ni mwezi wa 8 nataka nitoe nyimbo nyingine lakini ya dance. Sasa mimi nikamwambia unajua, nikamwambia huko Tanzania vijana wengi hawapendi mambo ya dance kama kina Koffi, wanapenda ngoma kama hizi. Akanambia bro mimi nafanya Afro Congo, mimi sio kama wale. Afro Congo. Na ni kwake yeye mwenyewe. Mimi nafanya Afro Congo. Akamwambia poa haina noma. Kama nafanya Afro Congo poa. Sasa mwezi wa 8 ukafika. Mwezi wa 8 ulipofika, mimi ndo Mtanzania wa kwanza kusikiliza ngoma ya Yope. Sababu haiwezekani bora. Hebu tuthibitishe mtu Mtanzania wa kwanza kusikiliza ngoma ya Yope. Kivipi? Kwa sababu kabla hajaitoa alinitumia audio. Akaniambia hebu isikilize hii ngoma. Yeye Enos B. Bwana. Hebu isikilize hii ngoma. Nikaisikiliza. Nikamwambia mwanangu hii ngoma kali. Nikatoka pale, nikaja pale Mbezi Beach kwa shikaji zangu, nikaiweka kwenye simu, nikaenda kwenye kibanda cha chips, nikaconnect wifi, nikaiplay. Nikaona shikaji wanacheza. Nikarekodi, nikamtumia. Enos B. Nikamwambia hii ngoma imekubalika. Lakini sasa before ya hapo kuna story nimeiruka. Nirudi nyuma. Rudi nyuma. Sasa baada ya Enos B kuniunganisha na Enos B. Kwa mimi nikaanza msambazia Enos B nyimbo. Tukaanzia Daniel Chance hiyo. Hiyo mimi nikampelekea Kraus. Nikampelekea Wasafi, wakati Wasafi ndio inaanza. Kama nataka kuamini DJ Lucky kama unamfahamu. Lucky yule. Mimi ndo nimpelekea video. Wasafi hata haijaanza bado napiga muziki, nikamkuta nje akamwambia mwanangu na ngoma hiyo mshikaji inatakiwa niweke hapa. Akaniambia sasa hapa kuna process sijui kila Jumatatu ndo tunapiga nyimbo za underground. Ndio mtu wa kwanza kuiona pia yeye kumfahamu Enos B yani kupitia mimi. Okay. Nikamwonyesha video akasema poa tukishafungua utakuja uteleta ina noma. Nikatoka hapo nikaipeleka East Africa. Shahidi nani Samisago.
Na yeye nikakutana naye pale nje, nikamwambia kuna msanii anatoka Kongo ana hivi na hivi, anataka kufanya interview hivi na hivi. Akaniambia haina noma, utampa namba zangu. Nikatoka hapo Sawa Misago na kale kademu kengine ambako kwa kasema sijui mimi sinyoi nywele, sijui kalikuwa kanitoka nani kale. Huyu sawa pia mashahidi. Nikatoka hapo DJ Mwanga. Inosibisa akanitumiaga hela, alitumiaga kama $100 hivi. Maana kwanza nataka kunitumia $300, simu yangu ikaharibika. Ndakusumilia tena kwa nini simu zangu zilikuwa zinaharibika. Aliponitumia nyimbo nipeleka pale Clouds nikasika DJ Mwanga nikaiposti, tuliposti video hadi cover mimi ndo ni design inalo, tukaposti nyingine. Baada ya hapo kuna show ya Taska kama ambao kapiga juzi Davido, ila alikujaga na C kama unaikumbuka, alifanyaga pale Mwenge na C ndo alikuwa main artist na C kipindi hicho. Pale nimeenda pale kwa sababu wakati huo nilikuwa nafanya kazi media, kwa hiyo nikapata kibali, nikaingia backstage. Shahidi wa pili mwingine ni Stukizi na Mbuzi. Walikuwa wako nyuma pale wengi. Nilikuwa na laptop yangu, nikafungua laptop, nikamwonyesha Stukizi, nikamwambia msanii anataka kufanya ngoma na wewe. So far, kwa nini simu zako zilikuwa zinaharibika? Simu. Baada ya Kongo kutoka kule. Yaani waliniroga. Yaani jamaa alipochukuaga nyota yangu, salinipa mkono. Yaani akafanya mambo yangu yakabuma. Umeshaelewa? Kwa kila kitu ambacho nilikuwa nafanya kikawa kiendi. Sijui shanielewa? Kila kitu nikifanya na kuambia akiwa kendi, nikaumwa TB, sijui litokea wapi. Nikafanya audition kwa Wema Sepetu, nikapita. Tamthilia ilikuwa inaitwa Kalma, nikapita, nikapongea character, sikuwa kwenda kushuti, nikaumwa. Nikikutana na mtu nikimwambia, akiniambia nakupa kazi, akafanya akiniambia ananipa kazi, nitakupigia kesho, simu inaharibika au naibiwa au naweza nikakaa nje nikaisahau. Au mtu dili tushapanga, tukitaka kufanya ananisahau. Unampigia mwanangu bado tuliongea hivi, nishatafuta mtu mwingine. Unaona kwa nimesha maisha miaka toka mwaka 2018 yamekuja kuisha mwaka 2025. Na alishaje? Nilienda kanisani. Ndio maana mimi kuokoka hadi kujana na kina Masanja hivi. Bwana wewe. Lakini sasa hivi mambo ni mazuri. Baada ya kuombewa yani baada hapo mimi sinaenda kanisani, nikafanyishwa toba, nikaombewa. Baada ya kuombewa nikawa nafunga na sali, vitu vinaondoka, msiku naona manyoka nini. Baadaye mambo yakafunguka kaa vizuri, nikapata kazi, nikapataga kazi sehemu moja Mbweni kwa mshikaji wangu. Mshikaji nilikuwa naye nambaki eneo, lakini kunipigia simu njoo nikupe kazi hamna. Huyo mshikaji wangu anaitwa nani? Alikuwa anafanya kazi Clouds na miradi yao. Anaitwa nani? Alikuwa producer wa kipindi cha miradi yao Amplifier. Anaitwa yani producer wake na miradi yao anamjua anaitwa Askofu nani? Sio Askofu, anaitwa nani? Na aliniambia gaenda alianzaga hayo TV na miradi yao. Anaitwa nani? Okay. So far nataka kufahamu kwamba baada sasa kusema kwamba umekuja ukaanza kuisambaza nyimbo kina Enos B kwa sehemu mbalimbali nchini. Ile Yope remix nini kilisababisha kafanyika? Wewe ulihusika pale? Sasa unaona baada ya kufanya naye Enos B hiyo ngoma Daniel Chance, alipotoa ile Yope akaja akatoa video. Sasa mimi nikamruhusu, nikamwambia fresh akaachia video. Ile video mara aliponitumia, kuna mshikaji wangu mmoja hivi brother yake ana kampuni ya magazeti, alikuwa ni mshikaji wangu toka kitambo, nikashangaa kaiweka status. Sasa nikajizuka kaipataje? Nikamwambia ni mwanangu namjua kweli Sasa alikuwa anaweka kale kipande ile subia anakatika. Sasa ngoma ikawa imetrend yani, ushaelewa? Nikampigia nikamwambia mwanangu ngoma imetrend hatari. Sema kweli Kwa mimi nilikuwa nachukua video namtumia na muonyesha ilivyo trend. Nampigia namtumia. Kwa akaniambia itabidi ipeleke Wasafi. Ananiambia hivyo nipeleke Wasafi. Sasa wakati mimi najiandaa kuipeleka Wasafi, akanipigia simu. Akaniambia nakuja huko kwenu. Nikamwambia nakuja huko kwetu wapi? Tanzania. Kuna nini? Akaniambia Mkubwa Fera kanitafuta, anataka tufanye kazi. Unasikia? Akaniuliza kwa nini Mkubwa Fera wewe unamjua ni nani? Sababu alikuwa amjui. Nikamwambia Mkubwa Fera alikuwa meneja wa Moto Bendi. Sababu Moto Bendi alikuwa anaijua. Na wakati huo Nasubiri ambaye alikuwa ashafanya collab na Asilera, mimi nikamwambiaga Asilera kwa ana nguvu tena. Kwa ndo akaizuiaga. Sasa akanambia nakuja huko, lakini pia nakuja kufanya collab na Diamond, ananiambia tunaweza tukafanya remix. Nikasema kweli? Akasema ndo nakuja. Akanambia
Mkubwa Fella ameniambia anataka awe meneja wangu East Africa. Ushaona? Kwa akaniambia kwa hiyo wewe wakikuuliza wewe waambie ni ndugu yangu. Sawa Mkubwa Fella anataka kunisimamia kwa sababu ana watu wengi hapa anaojua muziki, anataka kusimamia East Africa. Mimi nikamwambia poa. Hapo nikampigia Mkubwa Fella simu. Sasa nikamwambia nataka kupeleka nyimbo Wasafi sababu nimepeleka ya Inosb. Nikamwambia mimi ndugu yake na Inosb nataka kupeleka video ya Wasafi lakini nilipeleka pale kuepo na hivyo. Akaniambia usijali. Sasa hivi tuko kwenye tour nani Wasafi Festival, tukirudi weka kwenye flash niletee. Nesa alikuwa shamkubali. Mara nikaona amemtag. Kwa sasa Inosb ndo akaja. Alipofika ananiambia niko kwa Diamond nafanya nini? Nafanya collab, ndo tunafanya remix. Nikamwambia poa, haina noma. Yaani issue ndio ilivyokuwa ni kwamba yule ngoma ile trend na mimi nimefanya naye kazi hizi mbili. Na alikuwa na kazi nyingi ashafa lakini mimi ngoma mbili tumefanya yote ndio ikawa ndo akaenda moja kwa moja. Akatoka. Kwa Mkubwa Fella ndo alimtafutaga yule dogo, ndo alimtafuta baada ya ngoma ile kutrend. Na Inosb alikuwa ana ndoto ya kufanya collab na Diamond. Alikuwa hana hata ndoto yani ya kufanya collab hata na msanii wa Wasafi kwa sababu nilikuwa namtumia. Nikamfanya basi hata na Harmonize. Ananiambia, "Hao mimi siwawezi. Mimi sina hela." Okay. So far baada hapo sasa ulinufaika vipi wewe na Inosb? Mna communicate mpaka sasa hivi? Baada hapo Inosb washikaji zangu sasa ghetto wakaniambia Inosb alipokuja sasa nchi ilipokuja kaja. Alipokuja kafanya interview Wasafi Radio wakati wa kipindi kwa kinaitwa alikuwa anakiendesha nani yule mshikaji The Switch. Kafanya sasa yeye akakosea akasemaje mimi Mkubwa Fella ndo amenipigia simu akanambia nyimbo yangu ina trend Tanzania. Wakati mimi ndo nimemwambia na mimi ndo nilikuwa namsambazia kabla hata hajajuana na Mkubwa Fella. Kwa hiyo washikaji mimi ghetto ndo wakanambia akakugea huko ulivyokuwa unaongea kumsambazia nini washakubadilika utafaidika na chochote. Sasa wale wakanijaza, ushaona? Sasa baada ya kunijaza mimi nikampigia simu. Kwanza hapo baada ya kunijaza mimi nikatulia. Akaja akanipigia simu akanambia ninaondoka. Naomba sasa kabla hujaondoka tuonane kwanza tuyajenge. Akanambia poa tuonana hata airport sababu mimi huku nilipo nimeletwa na akina Diamond ndo wamenileta. Kwa mimi sina ruhusa yote ya kukwambia uje huku. Ushaona Yesu alikuwa bado anatafuta nafasi. Kwa sasa kilichofanyika akanambia tukutane airport. Alikuja huku Tanzania na followers kama tuseme kama 5,000 hivi. Ndani ya muda akaongezeka. Nikamtumia message kwamba wewe followers unaona ameongezeka Insta kwa tuhakisha hata mpaka kufika Disemba na 1,000,000. Hiyo message na akanijibu yani bro samani nishaondoka Bongo sasa hivi niko Kinshasa kuna kitu nimewahi lakini usijali tutaonana. Asa hiyo na mimi kanikata. Kwa hiyo nikaongeza na mshikaji wasema mshikaji kashato bwana ukataa ikanikata. Nikaja usiku huo nikakutana na madogo mmoja hivyo ametoka Goma ni matajiri kinoma wana TV huku Tanzania wana TV kwa kiambo cha Canal Plus. Nikakutana nao huku Serena Hotel alikuwa anazinduliwa TV moja inaitwa Mambo TV. Tumekutana pale wale madogo sasa ndo wakanambia mwanangu Kobelo huko hivi ngo tukuunganisha kaniunganisha na Niles yule Muhindi. Sasa aliponiunganisha roho ikanima kama huyu dogo mimi nimefanya ngoma zimeenda amepata bahati afu mimi kanikataa. Na nilikuwa maana kwenye party nilikuwa sijaokoka nimekunywa pombe. Kwa hiyo tuko kwenye party hapo na Niles na hao madogo nini mimi nimelewa nikampigia simu mshikaji nikamtukana nikamwambia ni block kwanza leo tusijuane. Ukampigia simu Inosb? Nikamtukana. Na yeye Inosb akasemaje ulipompigia simu? Kwanza kanamba bro samani yani unajua ana heshima sana. Yani dogo ana heshima kinyama ana. Bro samani mambo yameingiliana. Mimi nikamtukana. Nini kinaendelea sasa hivi wewe na Inosb? Baada ya kumtukana mimi nikamwambia ni block nilikuwa nimeelewa usiku. Ni block na mimi nakublock na namba yako naifuta. Asubuhi kwa kani block. Kwa kani block kwa nikabaki kuongea na kala mwasiliane. Na wasiliana na ndugu zake. Yeye aliniblock. Nasiliana na kakake Jizo. Unajua yule ngoni nikwambie. Yule videographer wake ni ndugu yake ni kakake. Producer wake ni kakake. Manager wake ni kakake. Kwa hiyo hao ndio nawasiliana nao. Na baada ya kuniblock mimi sikupenda kumfuatilia. Si unajua sikupenda kumfuatilia tukabaki tunaongea tu tunachati tunaona namuona anapiga matua na kina nani akina Wizkid akina nani mali kwa kina nani hivyo ila ndugu zake tunaongea naambia wewe subiri kwanza mambo yatakuja yakae sawa mtakaa sawa haina shida ndo ikawa hivyo. So far sasa hivi unasema unafanya uchekeshaji. Unaotumia vipi labda kwa kumalizia tunaendelea kumoja kwa vijana? Uchekeshaji wangu
jinsi ambavyo na utume, sababu mwanzoni kama nilivyokuambia walimpigaga pin. Kwa hiyo nikajikuta nipo, lakini baada ya kumaliza hapo nikatafuta kazi sababu mimi ni videographer, photographer, ni graphics designer. Nikapata kazi sehemu kwa TV fulani, nikawa nafanya hizo kazi, nikaendelea pia na comedy zangu. Lakini pia katika harakati zangu hizo za comedy za kufanya nini, ndio nikakutana na dadangu pia ilinioa. Sasa dadangu ilinioa na napenda kumshukuru sana kwa sababu watu wengi jinsi wanavyomfahamu kwamba wanasema yule dada hajaokoka sijini na nini. No, yule kaokoka. Unaona Na ilinioa kabla hajaokoka, mimi nilikuwa namtumia voice za ulokole. Mimi hapa nilikuwa namtumia voice. Haki ya Mungu mimi hapa. Ndio kwanza kumtumia voice. Sasa mbona kila kitu unajivalisha cheo? Kwenye yopa umesema ndio kwanza kusikiza. Sasa hivi kwenye mambo ya kiroho tena. Inawezekana vipi hiyo? Ni mambo yalivyo. Hata ushahidi nao sinazo namba. Na voice yeye mwenyewe anajua. Ni mwandishi wa kwanza kabisa. Mimi kwa voice za kilokole. Kabla hajaokoka. Kabla hajaokoka. Nilikuwa namtumia voice za kilokole. Nilikuwa subiri mimi. Kwa mimi nilikuwa nafuatilia mambo ya kiroho. Mimi nilichukua kwa nikaa na namba Elinua. Kama roho ikaniambia kwamba huyu dada yani na namba za wengi, na namba za Masipetu. Kwanza namba Elinua nilipewaga na Nemba Ndepanya. Sababu mimi siko kwenye sanaa. Kwa na watu ina connection kubwa. Kwa nikakaa nikasema yani roho ikaniambia huyu baada mimi ya kujifunza mambo ya mengi ya duniani na mtu akifa inakuwa, nikasema ngoni mtumie huyu labda kaja akaokoka. Mimi sijui kama aliokoka yeye mwenyewe, kuna mwingine alimhubiri, lakini mimi ndo nikaanza kumtumia voice. Akawa anasikiliza lakini anijibu. Nikimuuliza dada umesikiliza? Anijibu, anakaa kimya. Akawa anasikiliza, tuna miaka 3 namtumia mimi hizo voice. Ila ajibu. Na miaka 3 namtumia voice. Mbona akaokoka. Sawa? Mwisho wa siku sasa ndo akaja. Nikamwambia dadangu mimi nahitaji sweta lako hilo ila hapa simeona hii la Friends of God Ministry. Akaniambia wewe usijali. Wewe nitakupa bure, wote lipia tu boda. Unaona Kwa kama amenipa kama zawadi, kama sadaka. Unaona Kwa ninachoweza kusema akanipa ili sweta, t-shirt, akanipa na hela. Akanipa 1,000,000.